Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekosoa baadhi ya vipengee vya mswada wa fedha wa mwaka 2026-27 akisema baadhi ya mapendekezo ya mswada huo huenda yakafanya taifa hili kuwa mahali ambapo ni ghali zaidi kuishi, kwenye gharama zaidi kufanya kazi, kuwekeza na vilevile kuwa na matatizo kufanya biashara. Akizungumza jijini Nairobi, Gachagua alisema kuwa mswada wa fedha unaotilia maanani maslahi ya wananchi unapaswa kuangazia kupanua wigo wa ulipaji ushuru, kuziba mianya inayosababisha kupotea kwa mapato, kukuza uwekezaji, kulinda haki za walipa ushuru, kusaidia wakulima na kubuni mazingira yanayowezesha biashara kunawiri. Huku mjadala kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 ukizidi kuchacha, kundi la viongozi lililoongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua limejitokeza kuzungumzia swala hilo. Gachagua amewatahadharisha wabunge dhidi ya kuongeza ushuru mpya katika mswada huo, akisema kuwa Wakenya tayari wanakabiliwa na mzigo wa gharama ya maisha. We call on all elected representatives of the people to listen to the people and reject in total this budget estimate and finance bill 27. Gachagua amesema huu ndio mswada ulio wa vipengee vingi zaidi vya kuongeza ushuru katika historia ya nchi hii na utawaongezea raia gharama ya maisha. This budget should have been an opportunity to reset our fiscal path. Instead, it risks deepening the same pattern of debt, weak priorities, and citizen frustration. Ameongeza kuwa mswada huu unaibua hali tete ambapo wafanyabiashara na wananchi wanatakiwa kubeba mzigo mkubwa zaidi ili kufidia mipango ya kifedha isiyo halisi. We reject the idea that the national development is achieved while protecting inefficiency. We reject the idea that debt is an alternative to discipline. The idea that a government can build prosperity by ignoring. The future of Kenya will not be built by a budget that feeds. It will be built by a budget that empowers, protects the vulnerable, rewards honest people before politics. Kulingana na Gachagua, mswada huo unawalenga Wakenya walio katika nchi za nje ambao wanapaswa kuwekeza nyumbani. Wakati huo wameibua wasiwasi kuhusu deni la umma ambalo limefikia shilingi trilioni 13, huku uwiano wa deni la pato jumla la taifa ukiwa 72.4%, ambacho ni zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa na sheria ya usimamizi wa fedha za umma wa mwaka 2023. I urge the people of Kenya that we remain vigilant. We must call out our elected leaders supporting and punitive Finance Bill 2026-27. Keep a record of all those who will stand with the Kenyan people and those who will stand with this reckless proposal. Timothy Kipnusu, Darubini Wikendi.